Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Aprili 24 hadi Aprili 30, 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Alhaji Jabir Musa Shekimweri awakumbusha wananchi kuuenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar ili kuendelea kudumisha amani, upendo na mshikamano. Aliyazungumza hayo katika maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar yaliyofanyika katika shule mpya ya msingi 88 iliyopo kata ya Nzuguni kimkoa, ambapo alisema kuwa mafanikio ya taifa yanategemea mshikamano wa wananchi wake, akisisitiza umuhimu wa kulinda amani na kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia maendeleo ya kweli na ya kudumu. Ndugu wananchi, ndani ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyozaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia mageuzi makubwa sana katika sekta mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii, mageuzi ambayo yamefanyika nchi nzima, tena tukiwa na amani, tukiwa na umoja na tukiwa na mshikamano. Aidha, katika kipindi cha miaka 62 tumeshuhudia pia maendeleo na mapinduzi makubwa ya kiuchumi na kijamii kwenye pande zote za muungano, kwa maana ya Tanganyika, Tanzania bara na kwa upande pia wa Zanzibar. Na mifano ni mingi, ikiwemo kuongezeka kwa huduma za afya. Vituo vya afya nchi nzima vimeongezeka sana. Sio tu vimeongezeka, lakini pia vifaa tiba ambavyo zamani vingepatikana kwenye hospitali za kanda na hospitali kubwa, sasa zinapatikana hapa kwenye ngazi ya kata na kwenye hospitali za wilaya na mkoa. Mashine kama MRI, CT scan na kadhalika sasa zinapatikana katika maeneo mbalimbali, na tujipigie makofi mengi sana yakijipongeza kwa mafanikio na manufaa haya. Lakini pia mtandao wa barabara na miundombinu nyingine ya usafirishaji. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa mfano wa mafanikio makubwa katika sekta ya miundombinu, lakini pia usafirishaji wa kwenye reli, barabara, usafirishaji wa kwenye maji unaopelekea manufaa ya kiuchumi, ya kijamii yanapatikana sasa kwa kasi kubwa sana, na wananchi wa Tanganyika kwa upande wa wananchi wa Tanzania bara na wananchi wa Tanzania visiwani wanaweza kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo za kiuchumi, za kimasomo kwa maana ya elimu kutoka upande wowote pasina kuwa na mushkeli wowote. Ndugu wananchi, ninaomba kuchukua nafasi hii kutoa wito kwenu kuendelea kuenzi muungano adhimu barani Afrika kwa kudumisha amani, umoja na mshikamano, na kuendelea kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Wananchi katika kata ya Miuji na Mnadani wamejitokeza kwa wingi kufanya usafi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, pamoja na utaratibu wa kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Akizungumza na wananchi mara baada ya zoezi hilo, afisa mazingira kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Bwana Msangi Ramadhani amewasisitiza wananchi kuendelea kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuepukana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni washukuru wananchi waliokusanyika katika kuitikia wito huu kwenye kufanya usafi mwisho wa mwezi, Jumamosi ya kila mwisho wa mwezi, ikiwa ni sambamba na kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Unaona mabadiliko ya tabia nchi yanaletwa kwamba tunaharibu mazingira yetu. Huko pembezoni tunakata miti, kwa sababu miti, huu mti unavyouona hapa una faida kubwa, kwamba ndio unaonyonya ile hewa ya kaboni. Mara nyingi wengi wanasikia hewa ukaa, ndio hiyo hewa ya kaboni. Ikinyonya hiyo kaboni ambayo wewe unatoa, inatoa oksijeni ambayo wewe unavuta. Kwa hiyo wito wangu mkubwa na wito mkubwa sana wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa rais, anasisitiza swala la uhifadhi wa mazingira. Na kwa hiyo swala kubwa sana, tuwe na wito kwamba mti wangu uhai wangu. Tupande miti na kuitunza, kwamba kila kaya ikiwa sehemu yake imepanda hata mti tu kwa ajili ya kivuli, miti miwili kwa ajili ya kivuli au matunda, tunasisitiza upandaji wa miti ya matunda. Kwa hiyo wito wangu ni kusisitiza utunzaji na usafi wa mazingira, na hiki kilichofanyika hapa kisiwe cha mwisho. Tuendelee kuhamasika kwa nguvu zote
na tusimamie viongozi. Ni washukuru sana viongozi waliojitokeza wa mtaa, wajumbe kwa ajili ya zoezi hili ambalo leo hii tunaliangalia na tunaadhimisha miaka, ikiwa ni pamoja na kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wito wangu mwingine, kwenye kaya zetu tujitahidi kutumia majiko banifu, kwa sababu jiko banifu unatumia mizigo 4 kwa siku, lakini ukitumia jiko banifu unatumia mzigo mmoja. Lengo la serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kufanya kwamba nishati safi na salama. Kwa upande wake, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Karume Zuhura Juma alikuwa na haya ya kusema. Naitwa Zuhura Juma Lumbwe, ni mjumbe wa serikali ya mtaa huu wa Karume. Tupo kwenye zoezi la usafi wa mazingira. Tunashukuru wananchi wameweza kujitokeza kwa ajili ya usafi wetu wa mazingira, na hili zoezi huwa tunalifanya ni endelevu. Wanamtaa wa Karume wanajitoa sana, hawana changamoto yoyote. Kwa hiyo bado tunaendelea na hili zoezi tukiambatana na viongozi wangu wa serikali na wananchi na wajumbe, viongozi wa chama, wote tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kutekeleza zoezi zima la usafi wa mazingira. Umuhimu wa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi. Nafikiri kila mwananchi anajua umuhimu wa mazingira. Tunajikinga na magonjwa mbalimbali, magonjwa ya mbu, malaria, magonjwa ya vipindupindu. Kwa hiyo kila mwananchi ni wajibu wake, na vile vile wamekuwa na zoezi la kufanya usafi kwenye mazingira yao yale ya mita 5. Wamekuwa wakijitokeza sana, na ukizingatia mimi ni mwenyekiti wa mazingira katika mtaa huu. Kwa hiyo ninapambana kwa ajili ya swala zima la usafi wa mazingira. Wananchi walioshiriki sherehe za maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar waeleza kufurahishwa na maadhimisho kufanyika katika shule mpya ya msingi 88 iliyopo Nzuguni jijini Dodoma, ambapo wao wananchi wa kawaida wamepata nafasi ya kushiriki na kufahamu historia ya muungano huo. Katika maadhimisho hayo, vijana wameaswa kudumisha amani na mshikamano ili kujenga taifa imara kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Nimekuja katika maadhimisho ya muungano siku ya leo. Napenda kutoa ushauri kwa vijana kuitunza amani ambayo iliyoachwa na baba wa taifa. Vile vile tudumishe muungano huu. Tusisikie maneno yanayotoka kwa watu ambao wanaotaka kuvuruga amani, pia kuvunja muungano huu. Kwa kweli, hii amani tulionayo tusichezee. Ni amani ambayo ni tunu ya taifa letu. Sisi wananchi hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuishi. Tanzania yetu ndio nchi yetu, inabidi tudumishe upendo na amani na mshirikiano. Kwa kweli, najivunia kwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania, na washauri wananchi wenzangu tudumishe upendo na amani katika nchi yetu. Kamati ya kuzuia na kudhibiti ukimwi ya halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kushirikiana na taasisi ya Doyodo imeendelea kutoa elimu na mafunzo kwa jamii, hususan kwa vijana, ili kuhakikisha wanapata uelewa sahihi wa namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Hayo aliyasema mwenyekiti wa ALAT mkoa wa Dodoma wa SEMI Leticia Sanga tarehe 29 Aprili 2026 wakati alipokuwa akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa shughuli za kudhibiti ukimwi kwa kipindi cha robo ya 3 ya mwaka wa fedha kuanzia Januari hadi Machi 2026 katika mkutano wa baraza la madiwani uliofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yetu ya kudhibiti ukimwi katika harakati za kuhakikisha tunadhibiti maambukizi mapya ya VVU na ukimwi yasiendelee, na dhumuni likiwa ni kutokomeza kabisa ugonjwa wa VVU na ukimwi. Tumeanza kutembelea baadhi ya taasisi zinazojitahidi kutoa elimu kwa vijana kuhusu ugonjwa huu wa VVU na ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitembelea taasisi ya Doyodo. Taasisi hii inapatikana katika kata ya Miuji hapa Dodoma. Wanashughulikia masuala ya afya, ni mradi wa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi hii ya Doyodo imewapa zaidi kipaumbele vijana kwenye mafunzo ya kutokomeza ugonjwa wa VVU na ukimwi. Hivyo, kamati ya kudhibiti ukimwi ilitoa ushauri kwa taasisi ya Doyodo iwafikie na wazee ili kuwapa elimu hiyo ya VVU na ukimwi
sababu wao wamekuwa waathirika wakubwa kwenye janga hili kutokana na wao kuwahudumia watoto wao ambao wameathirika na ugonjwa huu wa VVU na ukimwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Na katika michezo, wanamichezo walioshiriki mashindano ya UMISETA jijini Dodoma wameaswa kuendelea kujituma katika mazoezi ili kuhakikisha wilaya ya Dodoma inakuwa na timu imara ambayo itaweza kutetea makombe 13 yaliyopatikana katika msimu uliopita. Akizungumza wakati wa hafla ya kufunga mashindano hayo yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Dodoma, afisa michezo jiji la Dodoma Peter Ititi alisema kuwa lengo kuu la mashindano hayo ni kupata wachezaji bora watakaounda timu imara ya wilaya yenye uwezo wa kushindana na kuleta matokeo chanya katika ngazi ya mkoa. Mlioko huku sio kwamba ndio mmemaliza. Mchujo bado unaendelea kwenye football na netball. Bado tutachuja. Kwa hiyo wanatakiwa juhudi ambazo umezionyesha hapa iwe mara mbili yako kwenye mazoezi. Lakini pia niwashukuru walimu hawa ambao wamechaguliwa, si kwamba hawa huko hatuwezi kuchagua wote kwa sababu tumeambiwa namba ni kila mchezo mwalimu mmoja mmoja. Kwa hiyo hatuna namna yote, mpo zaidi ya 30 hapa. Kwa hiyo tumewachagua nyinyi, si kwamba hao huku hawawezi wala hawawezi kufanya hii kazi. Wanaweza kufanya kazi muda wote na wakati wote. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua wote. Kwa hiyo ni bahati tu imewaangukia nyinyi. Kwa hiyo naomba kazi hii muifanye kwa uadilifu, muifanye kwa makini, mkijua kuna wengine wako huku. Kuna wengine wako huku wamefanya kazi vizuri sana, lakini sasa hatuwezi kuchukua wote kulingana na kanuni za mashindano na maelekezo. Kwa hiyo tarehe 4 mwezi wa 6, tarehe 4 mwezi wa 6 tutaingia kambini moja kwa moja Dodoma Sekondari. Kama sasa Dodoma Sekondari tutawatangazia sehemu ipi tutaweka kambi yetu kama tutakuwa kuna michezo inaendelea hapa. Lakini natamani tubadilishe mazingira this time. Tuwe kambi sehemu nyingi. Kambi itakuwa siku 4 mpaka siku 5. Mashindano ya mkoa tunaripoti tarehe 7, tarehe 8 mashindano yanaanza. Kwa hiyo tutakuwa na muda kidogo wa kufanya programu zetu za mazoezi kwenye vituo mbalimbali. Sasa kila mwalimu hapo wa mchezo husika achukue orodha watoto wake, apangiane program. Wapi watakutana, lini, saa ngapi. Nataka training ziendelee. Unapokuja kambini tayari najua na jeshi imara ambaye tayari umesharipruni, umeshalifanya mazoezi vizuri na liko tayari kuingia vitani. Kwa hiyo mtapeana programu hizo kabla ya kuingia kambini, juma ngapi na lini na wapi mtafanya mazoezi yenu. Kwa hiyo mtachukua orodha ya watoto wenu hapo, kila mmoja kwenye mchezo wake apange programu zake na wanafunzi wake, kwa maana hao wachezaji. Lakini hao wengine ambao wamebakia waendelee kufanya mazoezi. Mwalimu, kama kuna mwanafunzi umemuona mmoja ambaye yupo huku kwa bahati mbaya hakuperform, yani hakukuridhisha kwa namna moja ama nyingine, lakini unatamani kumpa nafasi, wewe binafsi mwende kwenye mazoezi yako, mfanyishe mazoezi, ukiridhika na kiwango chake, yuko vizuri, muongeze kule kwenye timu, angalia yule ambaye amezembea, mpunguze. Hiyo nimetoa option, lengo ni kuweza kuboresha. Hawa walioko huku sio kwamba moja kwa moja ndio wana tiketi hiyo. Kwa hiyo kama kuna mwingine kwenye mazoezi yako unamhitaji yupo huku, mchukue, mpe nafasi, aendelee kuperform siku 3, siku 4, siku 5, utamuona, au wiki 1, wiki 2 utamuona jinsi anavyobadilika. Kwa hiyo hiyo fursa mimi niwapeni nyinyi, ipo mikononi mwenu, kwa sababu mwisho wa siku mkipata matokeo mabaya, mimi ndio nitaonyesha nyinyi kidole, wala sio hawa. Kwa hiyo na hawa wanafunzi mmechagua wenyewe walimu, mimi sikuchagua. Na mimi sipendi aibu, sipendi kushindwa. Tuna makombe yetu tumechukua hapo 13 mwaka jana. Tutalinda hayo makombe kwa nguvu, kwa kila aina ya sababu tunayo. Kwa upande wake, mmoja wa walimu walioshiriki katika maandalizi ya mashindano hayo, Mwalimu Kaizirege Teingisa, ambaye pia ni mwenyekiti wa TAHOSA halmashauri ya jiji la Dodoma, alisema kuwa mashindano hayo yamekuwa na mchango mkubwa katika kubaini vipaji vipya pamoja na kuimarisha ushindani wa michezo katika shule za jiji hilo. Kwa kuwa shule za sekondari hapa Dodoma
mimi ni kama mwakilishi wao niseme tunawapongeza vijana wetu, tunaendelea kuwahimiza na kuwaomba muipende michezo, na kila mmoja kwa kipaji chake alichokuwa nacho kwa mchezo anaocheza auendeleze mahali popote pale anapokuwa. Sawa sawa Tumekutana hapa kwa ajili ya kuipata na kuandaa timu ya wilaya. Kama mnavyojua tuko wengi, tumetoka katika kanda tofauti tofauti, tuko wengi. Imani yangu ni kwamba sio wote tutaweza kuwa sehemu ya timu ya halmashauri ama timu ya wilaya. Kwa maana hiyo nitawaomba wale wachache ambao tutakuwa sehemu ya, basi tuendelee kujinoa na kujibidisha, lakini pia hata wale wengine ambao hawatakuwa sehemu ya hii timu ambayo itakuja kuiwakilisha wilaya ya Dodoma Jiji, na sisi huko tunakoelekea mashuleni kwetu tusikate tamaa, tuendelee kujinoa, tuendelee kushikamana, tuendelee kuipenda michezo, ili kwa kipindi kinachokuja basi na sisi ituwezeshe kuwa sehemu ya hawa wachache ambao wataenda kuwakilisha wilaya ama mkoa ama taifa kwa kadiri ya mashindano na mambo mengine yanavyokuwa. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwaheri kwa sasa.